Katika eneo la mradi wa daraja la Mkuyuni jijini Mwanza, shughuli za umwagaji lami ngumu zimedhihiri, ikiwa ni hatua za mwisho za ukamilifu wa mradi huu unaojumuisha ujenzi wa daraja na barabara unganishi njia 4 zenye urefu wa mita 500 kulia na kushoto. Taswira iliyopo hapa wanafanya kazi kwa moyo, ikiwa ni ishara ya kushuhudia ukamilifu, tofauti na ilivyokuwa mwezi mmoja uliopita wakati Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega alipopiga kambi katika mradi huu. Sasa muonekano ni tofauti. Kwa majina naitwa Engineer Nestori James, ni site manager, site engineer wa huu mradi. Kama mnavyoona, mradi ambao unajumuisha ujengaji wa daraja lenye upana wa mita 15 na urefu wa mita 26.9. Umeona, pamoja na barabara unganishi zake ambazo zina jumla ya urefu wa mita 500 kulia na kushoto. Mradi huu ulianza mwaka juzi tarehe 13 mwezi wa 11 2024. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho za utekelezaji wa mradi. Pamoja na maelekezo ya Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Ulega alipokuja ametembelea huu mradi, ilikuwa nadhani tarehe 9 mwezi wa 12 kama sikosea, akawa ameamuru hili daraja likamilike tarehe 15. Na kweli tukaanza kufanya kazi usiku na mchana, na hatimaye tukawa tumekamilisha daraja tarehe 4 mwezi wa kwanza, kabla ya ule muda wa ahadi wa waziri pamoja na muda wa ahadi wa mkurugenzi wa kampuni. Sasa kilichobaki hapa, sisi tukaamua tukabidhi hili daraja kwa wahusika, TANROADS, wahandisi washauri wa huu mradi. Wao ndo waweze kulitazama na kuona namna gani ambao wanaweza kufanyaje wakaruhusu sasa magari kupita, ila kwa maana ya watembea kwa miguu tushawaruhusu, wameendelea kupita. Umeona, ni kweli kazi zimefanyika. Tayari daraja limekabidhiwa kwa mhandisi mshauri ambaye ni wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mwanza kwa ajili ya kujiridhisha na viwango kwa mujibu wa mkataba na baadaye kuruhusu kutumika. Mradi wetu mwisho wa mkataba ilikuwa tarehe 28 mwezi wa kwanza, na mpaka tunavyoongea sasa hivi tuko ndani ya muda. Tarehe 28 hiyo tutaweza kumaliza kila kitu, maana tunamalizia tu, tuko kwenye hatua za umaliziaji. La mwisho kabisa nimpongeze na nimshukuru pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona hii adha ya hili daraja, maana ilikuwa ni usumbufu kweli. Mvua kidogo ikinyesha tu, mawasiliano ya upande wa mjini na wale wanaotoka barabara Shinyanga Road yalikuwa yanakatika. Kwa hiyo kwa hilo serikali pamoja na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Hassan Suluhu, napenda kutoa pongezi zote kabisa, pia kwa kuamini wakandarasi wazawa tumeweza. Kwa hiyo kumbe tukikabidhiwa mradi tunaweza, na tunaomba wananchi pamoja na serikali ituamini kwamba kumbe wakandarasi wazawa wanaweza. Wakazi wa jiji la Mwanza wamekuwa na mtazamo chanya juu ya kukamilika kwa mradi huu ambao utaigharimu serikali fedha bilioni 5.2. Kwa kesi wananchi wa Mkuyuni tulikuwa tunapata shida sana kufuatia hili daraja kipindi daraja halijajengwa. Ila namshukuru Mungu hata huyu mkandarasi kwa kweli amejitahidi sana, kwa sababu mimi naona ni vijana tu wa Tanzania, si watu tofauti. Maana tulikuwa tunategemea labda wa China ndio watengeneze daraja, lakini naangalia ni vijana wetu wapo hapa Mkuyuni, wengine wanajenga daraja hili. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, hata rais wetu Samia, najua mambo mengi yametoka kwa rais kupitia mkandarasi huyu. Na daraja tutalilinda kwenye uwezo ambao tutakuwa tumeandaliwa, hatutakubali kuwa na uharibifu, lakini pia
Kwenye upande wa mitaro wajitahidi watuwekee mtaro, pia watuwekee na road reserve zilizokuwepo. Mkandarasi kafanya kazi yake vizuri. Tunamshukuru sana mkandarasi kwa hiki alichokifanya. Kaonesha uaminifu mkubwa sana kwenye hela za serikali. Kuna haja ya serikali kuendelea kuamini wakandarasi wazawa vizuri. Yaani wazawa ndo kila kitu. Kwa sababu hii hela iliyotoka hapa imebaki hapa, inazunguka hapa, itarudi tena itafanya kitu kikubwa kama hiki. Kwa hiyo wakandarasi wazawa wapewe nafasi kubwa. Wanafanya kazi vizuri, kwani kuna shida gani hapa? Daraja limekaa vizuri, ukiangalia ni kama wao tu watu wa nje wanaofanya. Sasa hivi tuaminiane wenyewe, mbona tunaweza? Bila shaka ukamilifu wa mradi huu unakwenda kuwafuta machozi wakazi wanaotumia barabara ya Mwanza Shinyanga kupitia Buhongwa, na kwamba usumbufu uliokuwa ukitokea na wakati mwingine mawasiliano kusimama kutokana na kufurika kwa maji kipindi cha mvua sasa itabakia kuwa historia tu.